Kauli ya jaji mkuu ni kauli ambayo inatakiwa ifuatwe na muhimili wa mahakama. Endelea. Jaji mkuu alinukuliwa kusema kwamba kamata kwanza, peleleza kwanza, then kamata. Peleleza kwanza, then kamata. Sasa rudia tena. Peleleza kwanza, then kamata. Kilichofanywa na upande wa Jamhuri Mheshimiwa Hakimu inaendana kinyume na kauli ya kiongozi wa muhimili wa mahakama. Walikuwa wana uwezo wa kupeleleza kabla hawajamkamata, na wangemaliza upelelezi wao ndio wangemkamata na kumleta mahakamani. Sasa kilichofanyika, Mheshimiwa Hakimu, ni kinyume na kauli ya kiongozi wa muhimili, lakini pili ni kinyume na doctrine of presumption of innocence. Kitendo cha kumkamata na kumweka ndani mteja wetu, leo unafika mahakamani unasema upelelezi haujakamilika, huko ni kumnyima uhuru mtuhumiwa ambao uko guaranteed kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni maombi yetu kwamba kama waliozungumza waliotangulia kwamba leo shauri hili lisihairishwe, kuendelee kusikilizwa. Kama wanaona upelelezi haujakamilika, walikuwa na jukumu la kumwacha kupita polisi Central au Songea Company, wasilete mizigo mahakamani ambayo wanashindwa kuhema. Kwa hiyo ni ombi kwamba kuendelee na usikilizwaji kama tatizo sheria zinazotaka. Kama hatakuwa hapo tayari Mheshimiwa, basi mahakama tukufu kama ilivyozungumza tunashara kwamba tutakuwa kuna prayers zingine baada ya hapo. Nyali. Nilikuwa naomba Jeremiah aeleze powers za DPP chini ya katiba ili kuondoa statement ambayo kwa kumalizia inatualika tujiulize, hivi nini kazi au wajibu wa mahakama inapo quote unquote inquire? This is an inquiry. When a court is inquiring, it is not rubber stamping. It is posing difficult and sometimes uncomfortable questions. Kwa upande uliomleta mshtakiwa mahakamani, na duty ni kwa makusudi kabisa imewekwa kwa prosecution, kwa sababu mshtakiwa hasemi chochote, na ndio jambo la kwanza analoambiwa anaposomewa mashtaka kwenye computer court. Kwa ambaye anakuwa inquired ni aliyemparedi mshtakiwa na kumnyima dhamana mahakamani. What is the status of the investigation? And other bits of a similar nature. Sasa jukumu hilo ndilo ambalo limeeleka mahakama ilisimamie, kwa sababu tayari kuna orders ambazo zina subsist. Mahakama make order for causal purposes. Sababu zilikuwa ni substantive, mahakama ndio ina hold welfare ya mshtakiwa, na ndio maana ikawapa task, Johnny mniambie tangibly, not generally, minutely, what is the status of the investigation. Na keyword hapa ni investigation. Msomi mwenzangu, rafiki yangu, chuometi wangu Katuga amekubeba kwenye fungu cha 130, sorry 131 capital R. Lakini swali la kujiuliza, kwa nini bunge liliona ni muhimu kutunga kifungu hichi mahususi mwaka 2022 kwa mabadiliko mahususi ya sheria? What was the mischief? That mischief was investigatorial, not filing mischief, investigatorial mischief. Ndio ilipelekea mabadiliko au amendment specific to kill a specific ill. We are inviting the court to ipe uhai kifungu hichi, na madhumuni ya bunge. There's no carte blanche,
the court is inquiring. Because wenzetu, they would want you to believe kwamba wao ndo alpha and omegas kwenye upande wa kuamua sasa lini wanatoa taarifa iliyojitosheleza, na kwamba wewe kazi yako ni kwa John anyway. Refuse that, it says strong but respectfully. It cannot be business as usual. Kifungu cha 131 kinasema, tafsiri yake ya jumla, mashauri yasifunguliwe kabla upelelezi hajakamilika isipokuwa yale makosa makubwa, na kuna logic yake. Hakijasema sasa upelelezi uende katika snail's pace at the pleasure of the DPP's office and such other law officers. Hakijasema hivyo. Hata kauli ya jaji mkuu ni kauli ambayo inatakiwa ifuatwe na muhimili wa mahakama. Endelea. Jaji mkuu alinukuliwa akisema kwamba kamata kwanza, peleleza kwanza, then kamata. Peleleza kwanza, then kamata. Sasa rudia tena. Peleleza kwanza, then kamata. Kilichofanywa na upande wa Jamhuri Mheshimiwa Hakimu inaendana kinyume na kauli ya kiongozi wa muhimili wa mahakama. Walikuwa wana uwezo wa kupeleleza kabla hawajamkamata, na wangemaliza upelelezi wao ndio wangemkamata na kumleta mahakamani. Sasa kilichofanyika, Mheshimiwa Hakimu, ni kinyume na kauli ya kiongozi wa muhimili, lakini pili ni kinyume na doctrine of presumption of innocence. Kitendo cha kumkamata na kumweka ndani mteja wetu, leo unafika mahakamani unasema upelelezi haujakamilika, huko ni kumnyima uhuru mtuhumiwa ambao uko guaranteed kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni maombi yetu kwamba kama waliozungumza waliotangulia kwamba leo shauri hili lisihairishwe, kuendelee kusikilizwa. Kama wanaona upelelezi haujakamilika, walikuwa na jukumu la kumwacha kupita polisi Central au Songea Company, wasilete mizigo mahakamani ambayo wanashindwa kuhendo. Kwa hiyo ni ombi kwamba kuendelee na usikilizwaji kama tatizo sheria zinazotaka. Kama hatakuwa hapo tayari Mheshimiwa, basi mahakama yako tukufu kama ilivyozungumza Dr. Nshara kwamba tutakuwa kuna prayers zingine baada ya hapo. Nyali. Nilikuwa naomba Jeremiah aeleze powers za DPP chini ya katiba ili kuondoa statement ambayo kwa kumalizia.